Mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, na kwa sasa ni muda wa magharibi umeingia na ni wakati wa kufuturu. Waislamu wa sasa hivi Masjid Jami tunaingia msikitini kuweza kuangalia Waislamu walikuwa ndani ya msikiti, na pia tupokee adhana kwa muadhin inshallah. Tuingie msikitini ili tupatie adhana kwanza. Pause. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Na mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, ni swala ya Salatul Maghrib ndio inaswaliwa sasa hivi, na ndio maana watu washaanza kufuturu tayari, na hapa ndani nafikiri umeiona swala tayari, watu wameenda kuswali. Na hapa maeneo haya palipoandaliwa sehemu ya VIP ni sehemu ambayo kwamba ya waheshimiwa wageni rasmi watakao kula hapa, lakini kwa sasa nafasi imekuwa ndogo msikiti huu kwa sababu eneo kubwa hili limechukuliwa na nafasi hii ya wageni ambao kwamba wameandaliwa sehemu ya kula, na watu wengine wataswali hapa. Baadhi ya watu tujumuike baada ya swala inshallah, tutazungumza na mengi, tutafahamu mengi yanayojiri katika eneo hili la Masjid Jami Siyoport katika futari ya mheshimiwa governor. Tutakuwa nje pia tutashuhudia swala, wengine wakiswali huko nje, na kwa kuwa watu ni wengi sana na msikiti umekuwa ni mdogo, na kwa hakika matangazo haya yanarusha kutoka kwa TV yako pendwa, TV ya Zamyl TV Nuru ya Imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi يا رمضان يا رمضان يا رمضان الله يا رمضان يا رمضان يا رمضان الله يا رمضان يا رمضان يا رمضان mwezi wenye rehema na kila neema kwa waja. Huu mwezi wa kuchuma na kuomba zetu haja, ni mwezi wa kusimama ucha Mungu utakuja.
Imani. Nyuma yangu ni sehemu ambayo kwamba ni mheshimiwa gavana ndio atakapokaa, na muda si mrefu ataingia katika uwanja huu wa Masjid Jamia Airport. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, ni sasa hivi ni muda wa magharibi na swala ya magharibi imetoka kuswaliwa, na muda si mrefu ataingia viongozi mbalimbali wa serikali pamoja na mheshimiwa wetu gavana katika eneo hili na uwanja huu wa Masjid Jamia Airport. Na hapa ni Waislamu sehemu tofauti tofauti, wakazi wa Busia County ikiwemo Teso South, Teso North, Bomala, Malaba na wengine wengi sana waliofika hapa kwa ajili ya futari hii iliyoandaliwa na mheshimiwa gavana Paul Nyongesa Otuoma, gavana wa Busia County. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru Imani, matangazo haya yanarushwa kupitia TV yako pendwa Zamyl TV Nuru ya Imani. Usisahau lakini kusubscribe pamoja na kucomment pamoja na kulike, ili wengine waweze kupata ujumbe huu na waweze kufahamu yale yanayojiri katika mji huu au kijiji hichi cha Airport Masjid Jamia. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru Imani, ulikuwa naye Al-Ustadh Zamil Al-Farshi katika TV yako pendwa Zamyl TV Nuru Imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqa. Na mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, na kwa sasa ni uongozi wanajikusanya ili kumpokea mgeni wetu rasmi ambaye kwamba ndio aliandaa maandalizi haya ya futari katika mji huu au kijiji hichi cha Airport. Na ukiangalia upande huu ni mashehe ndio wameweza kujipanga na kuweza kumpokea mgeni wetu. Ukiangalia upande huu ni mashehe wameweza kujipanga ili kumpokea mgeni wetu, muda si mrefu ataingia, muda si mrefu. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, usisahau kusubscribe pamoja na kushare ili kupata matangazo haya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, hiyo ni foleni au ni safu ya viongozi ikiwa pamoja na mashehe pamoja na kamati nzima walioshirikiana na mheshimiwa gavana katika kuandaa futari hii inaandaliwa jijini Airport Masjid Jamia. Nafikiri hiyo ndio line ambayo kwamba wamesimama ili kumkaribisha na kumlaki mgeni wetu ambaye kwamba ni gavana wa Busia County katika swala nzima la futari hili aliloandaa katika maeneo haya ya Airport. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, hao ni mashehe sehemu mbalimbali, ikiwa mashehe wa Bomala sehemu ya Bomala pale, ikiwa na wengine shehe kutoka Teso South, Teso North na wengine kutoka sehemu mbalimbali ya Busia County. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, matangazo haya yote utayapata katika TV yako pendwa Zamyl TV Nuru ya Imani. Usisahau lakini kusubscribe pamoja na kucomment pamoja na kulike, ili wengine wapate ujumbe huu na waweze kufahamu yale yanayojiri katika maeneo haya ya Airport. Tulikuwa naye mwaminifu wako mtangazaji wako Zamil Al-Farshi katika TV yako pendwa Zamyl TV Nuru ya Imani. Na mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, hili ni geti la eneo hili la kiwanja hapa kijijini Airport Masjid Jamia, na ni geti ambao kwamba ataingia muda si mrefu mheshimiwa gavana katika geti hili na tayafika katika eneo hili la uwanja huu wa Masjid Jamia Airport. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, atapoingia tutafahamu mengi kabisa yanayojiri katika eneo hili la Masjid Jamia Airport. Tutazungumza naye kama tutapata fursa kuweza kuongea naye mawili matatu ili kujua mengi kabisa yanayojiri katika swala nzima hili aliyoandaa la futari la Waislamu katika maeneo haya ya Airport. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV, lakini nakuomba tafadhali usisahau kusubscribe pamoja na kulike pamoja na kushare, ili wengine waweze kupata ujumbe huu na waweze kufahamu mengi yanayojiri katika TV yako pendwa Zamyl TV Nuru ya Imani. Kwa hakika TV ambayo kwamba inarusha mawaidha mbalimbali, darasa mbalimbali na pia shughuli kama hizi za kheri za Kiislamu pamoja na shughuli nzima la masuala ya Kiislamu, ili kukuelimisha jamii na kuelesha mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani. Nafikiri hapa nyuma yangu mheshimiwa muda mrefu atakuwa anaingia, tutazungumza naye kama tupata bahati ya kuzungumza naye mawili au matatu. Usiweze kubanduka wala usiweze kuondoka ili kufahamu mengi. Ulikuwa naye Al-Ustadh Zamil Al-Farshi. Tupumzike kidogo alafu tutarudi tena baada ya mapumziko. Na mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, wakati umewadia mheshimiwa gavana kuingia na msafara mzima unaingia. Hapo nyuma yangu nafikiri magari unaona kiingia, ni gari ya kwanza kabisa ya askari au gari ya polisi likiingia likimsindikiza mheshimiwa gavana, na gari iko nyuma yake ni gari ya mheshimiwa gavana. Hapo muda si mrefu ataingia na tutamlaki na kumpokea mheshimiwa gavana katika kiwanja hiki. Unashuhudia wengi na kumkaribisha mheshimiwa gavana katika eneo hili la Airport Masjid Jamia. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, wacha nikuache uweze kujitizamia mwenyewe ugeni huu yakiingia katika eneo hili inshallah. Kwa hiyo nikuache uweze kuangalia inshallah. يشفع له في مماته. محمد نبينا
Na mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, hapo ni gavana anaingia pamoja na viongozi wa dini mbalimbali katika mji huu wa Busia County. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, utafahamu mengi, endelea kujitazamia mwenyewe yanayojiri katika من مكة حبيبي نور سطع المدينة صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع na hiyo ni gari ya gavana na anasubiriwa kuweza kushuka kwenye gari na kupokelewa na viongozi wa dini ikiwa mashehe pamoja na viongozi wa kiserikali katika eneo hili la Sioport katika kiwanja kizima cha Masjid Jamia. Inshallah mpenzi mtazamaji, wacha nikuache uweze kutizama na ufahamu mengi. Naam, hao ni mashehe ambao kwamba wamesimama katika foleni na kuweza kumpokea mheshimiwa gavana akiwa kwenye gari. Bado tunamsubiria aweze kushuka ili utaratibu mwingine wote uendelee katika eneo hili la Sioport. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, haya yote na matangazo haya yanarushwa kwako katika kijiji hichi cha Sioport, na hapa ni viongozi wa kidini na viongozi wa kiserikali wakimsubiria mheshimiwa gavana kushuka kwenye gari ili utaratibu mwingine uendelee na mambo mengine yaendelee inshallah. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, acha nikuache uendelee kujitazamia yanayojiri hapa katika kijiji cha Sioport na uweze kushuhudia mengi kabisa yanayojiri hapa. Ni huyo mheshimiwa gavana ameshuka kwenye gari lake na anawasalimia Waislamu sasa hivi. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, huyo ni mheshimiwa gavana ambaye kwamba sasa ameshuka na kuwasalimia mashehe pamoja na viongozi mbalimbali wa kidini ya Kiislamu pamoja na viongozi wa kiserikali. Acha nikuache uweze kutizama mwenyewe ushuhudie gavana alipopendeza na kanzu ya Kiislamu, utadhani shekhe fulani kutoka Maka hivi. Kwa hiyo ni mheshimiwa gavana wa Busia County. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV, endelea kujitazamia inshallah. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله، تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي وفي صلاتي بدعى أصلي وراه. Tunamshinikiza gavana kuchukua na mheshimiwa gavana na kiongozi wa Kiislamu kukaa kwenye meza moja. Na mpenzi mtazamaji
mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani. Hiyo ni kabineti nzima ya mashehe pamoja na viongozi wa kiserikali wakiwa pamoja na gavana katika sehemu maalum iliyoandaliwa kwa ajili ya kuyaftari. Na hapa meza hii ni meza ya mashehe. Tunafikiri tunaona mashehe mbalimbali na maustadhi mbalimbali katika meza mbalimbali hapa hivi, na wengi waliokuwa hapa ni mashehe na baadhi ya serikali, viongozi wa serikali. Na meza huku ni mheshimiwa gavana ambaye kwamba ndo amekaa maeneo haya huku, na tunamshuhudia ameweza kuvaa kanzu na kupendeza kabisa, akiwa pamoja na viongozi iko na Sheikh Ramadhani pale, kiongozi wa imam katika eneo hili la maeneo ya Busia, na Sheikh Nur pamoja na gavana na kadhi wa Kilifi County. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, ni kuache uweze kutizama pamoja na Sheikh yule pale, tunafikiri tunamuona, na mashehe wengi kabisa katika meza ya gavana Othman, yule aliyevaa kanzu nyeupe na kofia ya rangi ya zambarau. Huyo ni mheshimiwa gavana kwenye siti ya mwisho kuja karibu na Sheikh Ramadhan, na sheikh mwingine pale wa serikali amevaa kanzu pamoja na koti jeusi. Huyo katikati ni gavana Paul Nyongesa Otioma aliyehudhuria katika aliandalia maandalizi haya ya iftari. Acha nikuache uweze kutizama yanayojiri hapa katika eneo hili la Siopo Masjid Jamia. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Your Excellency, kabla sijaendelea uruhusu tu kwa heshima yako niweze kutambua wafanyakazi wa kaunti ya Busia. Director, tafadhali msimame popote mko na muwe tafadhali. Asante sana. County Chief Officers, tafadhali msimame. Tuko na Chief Officer wa Agriculture, ndugu Elijah Mwaro. We have Chief Officer Finance, ndugu Gibson Wafula. We have our Chief of Staff, Vincent Kitanda. Mawaziri tafadhali, siku ya leo mtatusamehea kidogo tu, tutavunja protocol, lakini wetu tafadhali. Tuko na waziri wetu wa sports Olunga, tuko na waziri wetu wa PSA Madam Pamela, tuko na waziri wetu wa education Madam Beatrice Naholi, na tuko na political advisor to the governor, please. We have ndugu Mheshimiwa Nur, political advisor, tuko na the legal advisor Kutio, na wengine wengi ambao ni wafanyakazi wa serikali. Your Excellency, na mimi kwa majina naitwa Ahmed Eko, mimi ndo Chief Officer katika idara ya barabara na muundo msingi, yaani roads and public works. Your Excellency, mimi nataka kuchukua nafasi hii kukushukuru kwa sababu wewe, sisi kama Waislamu, umetuonyesha heshima kwa mwaka 3 sasa mfululizo, Ramadhan 3, umekutanisha Waislamu wote wa Busia. Tulifanyia pale Busia Town mara ya kwanza katika Jamia Mosque, baadaye tukaifanyia Breeze, na round hii pia umeamua Your Excellency, kwa sababu wewe ni mtu wa mashinani. Umesema ya kwamba hii program tuipeleke mashinani, pia Waislamu katika mashinani waweze kupata nafasi ya kusikiliza His Excellency na gavana. Your Excellency, hii mwezi mtukufu wa Ramadhan is a month of generosity, is a month of compassion, and is a month of sacrifice. Na vile Mwenyezi Mungu ametuamuru katika Quran, ni mwezi ambaye Waislamu wanafaa kufanya ibada mingi sana, na hasa katika siku za mwisho za 10 ambazo leo ni 27. For hii process, Your Excellency, you have shared a meal with us, you have walked with us in this journey of Ramadan, na tunashukuru sana. Katika dini ya Kiislamu, Your Excellency, tunasema mwenye shukuru binadamu hamshukuru pia Mwenyezi Mungu. Kama mambo yamefanyika vizuri, Your Excellency, lazima tukushukuru, kwa sababu hivyo ndio dini yetu ya Kiislamu inatufunza. Your Excellency, Your Excellency, umefanyia Waislamu mambo mengi sana. Sheikh Othman yule amezungumza mambo ya maardhi. Your Excellency, I want to confirm you directed us, the County Secretary, myself, the Chief Officer Land, kuhakikisha ya kwamba hii ardhi ya Waislamu imepatikana kwa haraka. Your Excellency, I want to confirm that under your directive, leo hii tuko na 1 acre ya Waislamu.
The allotment letter is out. We are just waiting the gazettement. Na Your Excellency vile umenidirect siku ya Eid inshallah, tutakabidhi hizo stakabadhi Waislamu katika Eid ground inshallah. So wapi takbiri ya gavana? Takbir! 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 Your Excellency, pia kulikuwa na msitu ambazo zilikuwa na land rates kama msitu ya 48 walikuwa na land rates ya almost 236,000 from municipality. Your Excellency, we directed na ukatuamuru ya kwamba hizo land rates zikuwe written off ili msitu ikae without debt. Your Excellency, I want to confirm that has been since been complied na department has cleared that most of the land rates. Your Excellency. Your Excellency, katika mambo ya employment opportunities, kuna Waislamu ambao wamepata employment opportunities ikiwemo mimi, ndugu Nur, na kuna wengi zaidi ya almost 10 ambao wako katika kaunti yetu, idara tofauti tofauti. Your Excellency, vile umetuambia last time hii city ya Sioport tuweze kuangalia kama tunaweza kufanya fundraising. Na najua that is a work in progress, Your Excellency, na najua utakuja kuzungumzia. Inanacho Your Excellency, sisi kama jamii ya Waislamu tunakushukuru sana kwa yale yote ambayo umetufanyia, na tunaunga hii serikali mkono mia kwa mia, kwa sababu wewe ni mchapakazi. Kazi inafanyika Busia hii mabarabara. Your Excellency, on 20th December launch program inaitwa CRIP, County Roads Infrastructure Improvement Program, ambayo ya kufanya 15 kilometers kwa wadi zetu za 35 zote. Na Your Excellency, today as we speak, hiyo program imefanyika. Tuko na Your Excellency KAIP, the County Education and Industrial Park, vile vile ambayo ina create opportunities for young people is about 70% complete. We have export processing zone. Umepanua mabarabara zetu. We have directed cooperatives be formed in each of our wards. Na tutasihi Waislamu ambao wamesema wao ni marginalized wajiunge katika those cooperative groups. Your Excellency, kuna mambo mengi hii serikali imefanya, sitaweza kusema siku ya leo, lakini yetu ni kukushukuru tu. Kwa hayo mengi, Your Excellency, uniruhusu nimwite our area FCA Mheshimiwa Madaba aweze kuchukua program kuanzia hapa. My apologies, I have forgotten to introduce members of our County Public Service Board. Popote wapo tafadhali, commissioners wetu wa County Public Service Board, Commissioner Julius Opapa is there, Commissioner Elisa Kabliani is also there. Asante sana. Salamu alaikum wandugu Waislamu. Mimi pia nimekuja kujiunga na nyinyi kwa siku ya leo kwa sababu ya hii Ramadhani yenu. Na mimi ni mtoto wa nyumbani. Mimi hapa ni nyumbani kwa wanagavana, na unajua sisi na Waislamu tunapendana sana. Na hata leo nilikuwa naambia Nuru kupatana Waislamu kazi yao ambao wanafanya. Nikiwa na mwananchi sasa hata nimeona nitakuja pia kujiunga kwa pia Muislamu siku moja. Lakini pia kujiunga kwa na msababu ya ile mambo ambayo mnafanya hiyo kuzika. Mambo ile ya propaganda ya vichochezi ya watu hiyo sio mwako, msifikie hiyo. Lakini mimi sasa ambao tunaongea hapa akasema ya barabara. Kweli kusema kweli hii barabara kwa sababu pia nimejaribu kuzima kwa support ya bwana gavana. Ndio umesikia bwana Pastor. Tunajua magari karibu na 18.7 kilomita. Na tena hapo ikiisha tuna barabara nyingine ndio kipo sawa. Mimi nitawachatia kazi nikiwa hapa kama MCA wenu wa Benalangwa. Bwana Excellency, tulikuwa tumetembea na waheshimiwa pia ambao wamekuja pia kuhudhuria hii. Wacha tu tupate mkono. Wapende mkono mahali wako. Okay, niko na mheshimiwa Medua. Niko na mheshimiwa Concepto Moni. Niko na mheshimiwa Leo Udongo. Niko na mheshimiwa Shedi Mashide kutoka Bukuda. Hao ndio wale ambao tunakutana. Mimi yangu niyo pia kuwashukuru na kusema tuendelee kufanya kazi pamoja, na vile umenaji bila kwanza bila nisema hiyo mambo mengine itafanywa. Hata mambo umesema sio kwa hospitali. Unajua kama na alikuwa ananiangalia kwa kusema kwa hiyo kitu hakuna hapo.
nikamwambia hiyo kesho tu baadaye nakuja. Hata juzi mtu alikuja kuwadanganya hapa kuja kuambia hakuna sisi tani Busia. Niliwaambia iko sisi tani wapi? Busia, msiende Siaya, hata msiende Bungoma. Hata juzi nilipeleka watu wengine ambao walikuwa wagonjwa kule sisi tani kule Busia. Sasa Busia iko sawa, hata hapa sio kwa itakuwa sawa. Kwa hiyo wacha nichukue kwenye